Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limesema linaendelea na uchunguzi wa vifo vya watu watatu vilivyotokea manispaa ya Morogoro katika matukio tofauti tofauti yaliyoripotiwa kusababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali mkoani humo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa Disemba 30 mwaka huu na kamanda wa polisi mkoani humo SACP Alex Mkama, vifo hivyo vimetokana na athari ya mvua kubwa zinazoambatana na upepo mkali pamoja na mafuriko yanayosababisha mazingira kuwa hatarishi kwa wakazi wa maeneo husika. Kamanda Mkama ametumia fursa hiyo kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Morogoro na maeneo jirani kuchukua tahadhari kubwa wakati wa kipindi hiki cha mvua, ikiwemo kuepuka kuvuka mito na mabonde, kujikinga dhidi ya makazi yaliyo karibu na maeneo ya mafuriko, pamoja na kuepuka kusimama chini ya miti ama miundombinu inayoweza kuanguka. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linaendelea kutoa tahadhari kwa wananchi wote wa mkoa wa Morogoro wakati huu wa kipindi cha mvua zinazoendelea kunyesha ili kuweza kuokoa maisha ya watu pamoja na mali. Na hii ni kutokana na matukio matatu ya vifo ambayo jeshi linaendelea kuyachunguza yanayotokana na athari za mvua zinazoendelea kunyesha. Tukio la kwanza linahusiana na kifo cha Lukman Chambiro Ramadhani mwenye umri wa miaka 17. Huyu ni dereva wa pikipiki mkazi wa Ng'ombe Songo, manispaa ya Morogoro. Hili tukio la kifo chake lilitokea Disemba 19, 2025 jioni katika mtaa wa Itigi, kata ya Ng'ombe Songo. Huyu alikufa wakati akiendelea na matibabu baada ya kuangukiwa na waya unaodhaniwa kuwa na umeme wakati akiendesha pikipiki yake. Tukio hilo liliambatana na mvua kubwa ambayo ilikuwa inanyesha, ikiambatana na upepo pamoja na radi. Kimsingi chanzo cha kifo chake bado kinachunguzwa kuweza kujua nini hasa kilipelekea kifo chake kutokana na mazingira ambayo nimeeleza. Hili tukio lingine limetokea Desemba 28/12, 2025 usiku katika eneo la mtaa wa Simsi. Hii ni kata ya Mji Mpya, manispaa ya Morogoro, ambapo mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Onesmo Chumvi mwenye umri wa miaka 50, huyu ni mkazi wa mtaa wa Simsi, alikufa akiwa anaendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro kutokana na kuangukiwa na ukuta wa nyumba aliyokuwa anaishi. Tukio lingine limetokea Desemba 29, 2025 mwaka huu katika bwawa la Sarawat, kata ya Mkundi, manispaa ya Morogoro, ambapo mtoto mmoja anaitwa kwa jina la Gervas Gerard Muharanyamu mwenye umri wa miaka 13, ni mwanafunzi kwa maana amemaliza darasa la 7 mwaka huu, alikufa maji baada ya kuzama kwenye bwawa hilo. Kwa mwili wa marehemu uliweza kuokolewa na kukimbizwa hospitalini, lakini baadaye ilibainika kwamba amefariki. Kwa hiyo mwili umekabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Kwa hiyo nipende kutoa tahadhari tu kwa wananchi kama nilivyoanza kwamba sasa ni kipindi cha mvua za vuli, kinaambatana na mvua hizi ambazo zina upepo na zingine zina radi. Kwa hiyo kila mmoja achukue tahadhari za kiusalama ili kuhakikisha kwamba maisha yao pamoja na wananchi wengine hasa watoto yanakuwa salama. Madhara haya ya vifo yanatokana na kutokuchukua wakati mwingine tahadhari. Baadhi ya nyumba ambazo zimeisha na zimeshakuwa condemned au zimekatazwa kuishi, basi zisitumiwe kama makazi kwa sababu zitakuwa ni hatarishi. Zikishakunywa maji kuta zake zinalegea na kuweza kuanguka. Mvua hizi zinatarajiwa kuendelea kunyesha katika siku zijazo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA, hali inayowataka wakazi wa Morogoro kuwa makini zaidi ili kulinda usalama wa maisha na mali zao. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware,
Karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.